pengine umepata unatengeneza budget, lazima uwe na akiba ambayo kwa mujibu wa chuo cha Dimas University angalau uwe na 20% ya pesa ambayo unaiweka. Watu wengi kumwambia weka akiba wanachanganya kati ya akiba na dharura. Yaani anakwambia niweka akiba, nilikuwa na akiba shilingi 100,000 lakini mtoto ameugua jana, kwa sababu nimebakia shilingi 40,000. Sasa huyo mtu na maana ameshindwa kujua ni ipi akiba, ni ipi dharura. Lazima uweze kutenganisha kati ya dharura na akiba. Akiba jitegemee, dharura jitegemee. Ili utakapokutana na changamoto, pengine mtoto anaumwa au unatakiwa kusafiri au kuna jambo ambalo linakutaka utumie fedha, basi usijikite kwenye akiba, ujikite kwenye dharura. Lakini pia tuna sehemu za akiba inafanya kazi. Akiba huwa inafanya kazi kwenye vitu mbalimbali, lakini miongoni mwa maeneo ambayo nimeweza kuainisha ni kuanzisha biashara mpya. Kumbuka pengine kama umekuwa na tabia ya kuweka akiba kwa muda mrefu, imekuwa ni continuous issue, kwa maana hiyo itaji accumulate. Na kama itaweza kuja accumulate, maana yake ni kwamba utajikuta pesa hii imekuwa ni nyingi zaidi. Na kama imekuwa nyingi zaidi, basi unaweza kuanzisha biashara mpya kutoka kwenye akiba ambayo ulikuwa ukijiwekea. Lakini faida nyingine tunasema usaidia kupata vitu ambavyo ni vikubwa kwa gharama ndogo. Yaani unaweza kupata vitu ambavyo vina high cost with low cost. Sio kama nina vizuri. Yaani kwa mfano kuna watu wengine ambao wanajikuta mtu anakwambia bana, hii simu hii nilichukua kwa shilingi 40,000. Si kwamba ulichukua kwa shilingi 40,000 kwa sababu ulikuwa una fedha, kwa sababu issue nyingi zikitokea mtaani huwa wanahitaji watu wenye fedha, sio wenye maneno au wenye ahadi za kwamba mtafanya. Wanahitaji mtu ambaye anao uwezo wa kutatua tatizo hilo kwa fedha kwa huo muda. Kwa kama tuko na fedha hiyo, hata kama ni gari, hata kama itakuwa ni pikipiki, utaweza kuipata kwa wakati kwenye bei ndogo. Lakini faida nyingine ya kuwa na akiba tunasema ni kuwa imara kiuchumi. Unaweza kuwa una dharura lakini ukawa huna akiba, ukatumia dharura ikaisha. Na maana kama imeisha, unaweza ukaamua kutumia sehemu ya akiba kama umezidiwa. Lakini pia kama hujafanya hivi, basi itakufanya uwe imara zaidi kwenye eneo la kiuchumi. Sasa yote haya tunakuja kuona kwamba utakapochukua 50 hii ukajumlisha 30 hii ukajumlisha na 20 hii utapata 100% ya kipato chako. Vivyo vitakuwa kidogo umeweza kuweka mambo yako sawa. Nikukumbushe kitu kimoja kwamba utakapoweka bajeti yako vizuri itaweza kukusaidia kujua namna gani ambavyo fedha yako inatumika kila siku. Kwa maana kwamba chochote utakachokifanya utajua umegusa sehemu gani. Kwa hii inaweza ikawa ni sehemu ya kukudrive, ya kukusogeza katika maeneo mazuri ya matumizi ya fedha. Sijui ni sehemu gani ambako umeshindwa kunielewa, pengine unaweza kuniandikia hapo chini na baadaye naweza kukujibu. Asante sana.